yako na pole sana kwa msiba. Asante sana kwa pole hizo, kwa sababu kijana wetu MC Pilipili mimi ni mwalimu wake toka akisoma shuleni pale Dodoma Seko. Alikuwa akishangaa kazi zilizokuwa nazifanya, na nilimtia moyo kwamba wewe unaweza kabisa katika maisha yako ukaja kuwa MC mkubwa na ukaiheshimisha sanaa hii. Basi nianze kwa kuwapa pole wanafamilia, marafiki, ndugu wote kwa kuondokewa na mpenzi wetu Emmanuel Pilipili. Wewe kama mwalimu wake, MC Pilipili shuleni alikuwa ni mtu wa aina gani? Mimi naona ni mtu alikuwa anajiamini sana, kwa sababu maisha yake ya shuleni hata wenzake walikuwa wakimshangaa kwa jinsi alivyokuwa anajiamini katika kufanya mambo mbalimbali, na hasa katika eneo la kuwachekesha watu. Alikuwa ni mtu mchangamfu muda wote. Kwa hiyo hata alipokuja kwenye jamii huku kwa tunamtia nguvu kwamba unaweza kufanya mambo makubwa. Nje ya hapo, wewe kwake ni kama mlezi. Nje ya shuleni tulikuwa tukiona ukimsapoti sana kwenye kazi mbalimbali yeye na vijana wenzake. Labda kwenye maisha yake MC Pilipili, tumeambiwa kifo chake kimesababishwa na kupigwa. Yeye alikuwa ni mtu wa magomvi labda kwa ulivyofahamu. Naomba hapa niseme kiongozi wa China Mao Zedong aliwahi kusema no research, no right to speak. Kama hujafanya utafiti si vema ukazungumza. Hata wataalamu wa mambo ya statistics wanasema no statistics, no data, no right to speak. Kwa hiyo kama huna uhakika na jambo si vema ukazungumza, sababu kuna mawili: unaweza kuendelea kuwatia uchungu wafiwa, unaweza ukaifanya jamii ikawa na simanzi na tukaleta taharuki. Mimi binafsi sina uhakika na jambo hili, lakini kama limetokea si jambo zuri katika familia yetu, si jambo zuri katika jamii zetu, si jambo zuri katika taifa letu. Lakini kama ameondoka kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, basi tumuombe Mungu aipokee roho yake mahali pema peponi. Na kwa kweli mimi ni shauri tu kwamba katika hali hii tulio nayo ni vyema tukawa watu watulivu zaidi, ili vyombo vinavyohusika vichukue nafasi yake na kueleza umma jambo ambalo limetokea. Itakuwa na afya zaidi kuliko kila mtu akilipanua kwa jinsi anavyosikia ama anavyoelewa. Lakini mimi kwa upande wangu, kwa ulika wangu, niseme tu kwamba jambo hili limetokea, limemsikitisha kila mtu kwa maana ya kifo chake. Tumuombee marehemu kijana wetu ili Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Nashukuru sana.